Sakata la kocha linaweza kuwavurugia Yanga mambo kwenye mashindano ya kafu, lakini si lazima iwe kafu yenyewe inawachukulia hatua. Athari zaidi ni kiutendaji kuliko kinizamu kutoka kafu. Hebu tuchambue kuhusu hili. 1. Kafu haiingilii masuala ya ndani ya timu kuhusu kocha. Kafu huwa haiwajibiki moja kwa moja kuhusu nani anafundisha klabu. Hiyo ni kazi ya klabu. Hata hivyo, kuna kanuni za kafu kuhusu leseni ya makocha. Kocha mkuu wa timu inayoshiriki CAF Champions League au Confederation Cup lazima awe na CAF A license au leseni ya kiwango sawa cha kimataifa. Kama Yanga itamfuta Folisi na kumleta mtu asiye na sifa hizo, hapo ndipo CAF inaweza kuingilia na kusema kocha huyo haruhusiwi kukaa benchi. Mfano, kama Yanga wakimrudisha Nabi ambaye ana leseni ya juu, hawatakuwa na tatizo, lakini wakileta mtu asiye na kiwango hicho, wanaweza kupata penalti au kupigwa stop kwanza au kutakiwa kumteua mtu mwingine. Mabadiliko ya kocha yanaathiri utulivu wa timu. Hili ndilo eneo lenye hatari zaidi kwa Yanga kwenye kafu. Kubadili kocha katikati ya kampeni za kimataifa kunaweza kuvuruga morali ya wachezaji. Mfano mpya wa kocha, tactical system, huwachanganya wachezaji hasa kama hakuna muda wa kutosha kuzoeana. Makocha wapya mara nyingi huja na wasaidizi wao ambao pia huathiri mazoezi na maandalizi ya mechi. Kumbuka, CAF Champions League ni ngumu. Hakuna nafasi ya kupima kocha kwa mizunguko michache. Pressure mashabiki inaweza kuvuruga benchi la ufundi. Mashabiki wakiamua kutokuwa na imani na kocha hata kama ana leseni, inakuwa ngumu sana kwake kushinda. Pressure hii inaweza kuhamia kwa wachezaji, matokeo mabaya yakifuata. Pressure inawaangukia wote. Issue ya kocha kwa Yanga haiwezi kuleta athari yoyote kutoka kafu, lakini inaweza kuharibu maandalizi yao, morali na utulivu wa timu kiujumla. Kuna ripoti kwamba kuna pressure ya mashabiki ya kutaka kuondoka kwa Folisi baada ya matokeo ambayo yamekuwa hayapendezi, hasa suluhu dhidi ya Mbeya City. Pia kuna madai kwamba viongozi wa klabu wamejipanga kufanya maamuzi baada ya muda mchache ujao, lakini kiukweli ofisa habari wa klabu Young Africans Ali Shabani Kamwe alidai kwamba hakuna uamuzi wa kuachishwa kwa Folisi na bado kwamba kocha bado anaendelea na kazi yake. Folisi mwenyewe amejibu kwa utulivu kilio cha mashabiki, akisema wanao haki ya kusema maoni yao na kuwa akijitegemea kukabiliana na mapigo. Pia kuna ripoti kwamba klabu inachunguza kutafuta kocha mbadala ambaye tayari inasemekana ni Roro ambaye alifundisha timu ya Madagascar. Hakuna ushahidi wa wazi kwamba kafu itaingilia kati. Inasikika kama ni mizozo ya ndani. Baadhi ya mashabiki, wataalamu na baadhi ya viongozi wa Yanga wanapishana mawazo juu ya uchezaji wa timu na mtindo wa Folisi. Folisi ameendelea na kazi kwa sasa na klabu haina taarifa rasmi ya kumuondoa. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu kwa haraka zaidi pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Neli TV, kusudi letu ni kukusanyia mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Updates mbalimbali, tetesi zinazoendelea ndani ya soka letu la NBC Tanzania bara, kusudi wewe mtazamaji wetu usipitwe na chochote kile kinachoendelea ndani ya uwanja na nje ya picha ya uwanja, kwa maana ya wadau wanasemaje kuhusu soka na namna timu zinavyopambana kufika hatua kubwa kimataifa, pamoja na kuendeleza ubabe mwingine ndani ya NBC Premier League. Niliyekuandalia na kukusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady Queen Liz. Hadi wakati mwingine, uwe na wakati mwema. Muhimu ni kusubscribe. Kwaheri.